Taarab, taarab, taarab. Nimekuita mara tatu kwa sababu makala ninayoenda kukusimulia inamhusu gwiji wa muziki wa taarab Afrika ya Mashariki. Katika historia ya muziki wa Afrika ya Mashariki, jina la Siti bin Saad linang'aa kwa taa isiyozimika. Alikuwa si tu mwimbaji, bali ni mwanamapinduzi wa kijamii aliyebadilisha taswira ya muziki wa taarab na nafasi ya mwanamke katika jamii. Siti alizaliwa mwaka 1880 huko Zanzibar katika familia ya kawaida kabisa. Hakupata elimu rasmi, lakini kipaji chake cha kuimba kilionekana mapema. Aliingia katika muziki wa taarab wakati ambapo sanaa hiyo ilitawaliwa na wanaume na kuimbwa kwa lugha ya Kiarabu. Moja ya mchango mkubwa wa Siti bin Saad ulikuwa kuanza kuimba taarab kwa lugha ya Kiswahili. Hatua hii ilifanya muziki huo uweze kueleweka na watu wa kawaida na hivyo kuongeza umaarufu wake kwa kasi. Nyimbo zake hazikuwa za burudani tu, zilikuwa na ujumbe mzito wa kijamii. Alizungumzia haki za wanawake, ukandamizaji katika jamii, maadili na tabia za viongozi. Kupitia muziki wake alitoa sauti kwa wasio na sauti. Siti bin Saad, nyimbo zake zote alizoimba zina maana, kila moja ina maana. Zimekwenda zimeimbwa toka enzi hizo. Yeye mwenyewe amefariki 1950, lakini toka wakati huo mpaka leo kuna nyimbo zake tunazitumia bila ya kujua kama hizi nyimbo za Siti. Siti bin Saad alikuwa msanii wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kurekodi muziki wake kimataifa, akifanya kazi na kampuni ya His Master's Voice huko Bombay, sasa Mumbai. Rekodi zake zilisambaa kote Afrika Mashariki na hata nje ya bara. Alifanya vibao vingi vilivyofanya vizuri sana kama vile Kijiti, Mwembe Tayari, Wala Hapana Hasara, Ukiwa na Mume, Subira Yavuta Heri, Husema Watu, Nimechoka Kuteseka, Mapenzi Yamepungua, Dunia Ina Mambo, Usinione Dhaifu. Nyimbo hizi mara nyingi zilikuwa zinaelezea changamoto za maisha ya kila siku, zinakosoa tabia mbaya katika jamii, zinapigania haki hasa za wanawake. Siti alifariki mwaka 1950, lakini mchango wake bado unaishi. Leo anachukuliwa kama mama wa muziki wa taarab, mfano wa mwanamke jasiri, chanzo cha msukumo kwa wasanii wengi wa kizazi kipya. Wasanii wengi wa taarab waliokuja baadaye walifuata nyayo zake, wakitumia muziki kama chombo cha kuelimisha na kuhamasisha jamii. Hadithi ya Siti bin Saad ni ushahidi kwamba sanaa inaweza kuwa silaha ya mabadiliko, kutoka mazingira ya kawaida hadi kuwa icon wa kimataifa. Alithibitisha kuwa kipaji, ujasiri na dhamira vinaweza kubadilisha dunia. Makala hii imeandaliwa na kusomwa kwako nami B45 Mastermind.